Bismillahirrahmanirrahim. Naanza kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuturehemu. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia siku hii ya leo Ijumaa tukufu na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeweza kukusanyika na watoto mayatima, watoto ambao wamekosa wazazi, na pia tumeweza kukusanyika na watoto walemavu wa ngozi na waliokuwa na matatizo maalum ambayo inabidi kusaidiwa. Kwa hiyo wote tuliwaita hapa na tulikuwa na senta kama 13, lakini kutokana na hali ya mvua, nashukuru Mungu kiasi waliokuja. Lengo ni kubwa sana, ni kwamba kukaa nao, wao wajione kwamba wao wana wazazi, wanaishi vizuri, tuwapende na wao watupende, na hasa muhimu sana ni kwa nasihi watoto kwamba wakae na tabia njema kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia kwenye Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuwe na takwa. Takwa ni kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii siku ya leo ni siku furaha kubwa sana kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya siku ya kufuturisha watoto walemavu na watoto ambao wana albinos. Lakini muhimu pia zaidi hapa, niliwasihi watoto kwamba waombee dua. Dunia nzima sasa imechafuka, kuna matatizo, watoto wanauawa, watoto wanauliwa, hamna amani duniani. Hawa watu ambao Zionist na wenzao wanajaribu kutengeneza mambo mabaya ili watu wapate taharuki, na hasa wakiona kwamba nchi zimekaa na amani, wao haoni raha na wanajipenda sana kuichafua. Na kama mtavyoona watoto wangapi wameuliwa, watoto wadogo miaka wanaosoma shule wameuliwa 165. Ukiangalia kwenye mtandao ilipambwa maiti zao, utalia, huwezi kuangalia namna wanavyokuwa wanafanya hawa Mayahudi na Marekani wanavyotesa. Angalieni serikali za Kiislamu pia wengine wanachangia kupiga Waislamu wenzao. Ni muhimu sana tushikamane, tupendane, Waislamu na wasio Waislamu. Hawa wanaofanya, mimi naamini kwamba hawana dini. Wangekuwa hata wana udini wasingefanya maasi hayo yanayofanyika sasa hivi. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo tukufu, siku ambayo ni Ijumaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumemaliza nusu na tunangojea tufikie nusu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kumaliza funga hii. Tumuombe Mwenyezi Mungu pia atudumishe amani yetu Tanzania, awapende wananchi wetu hapa walioko Tanzania. Mwenyezi Mungu wale wote waliokuwa na matatizo, Mwenyezi Mungu awaondolee matatizo. Lakini muhimu sana watoto wetu wapewe elimu ya kwamba hatutaki kuona watu wanafanya maasi ya kunywa dawa kulevya, pombe, bangi, mirungi na cocaine na kulawiti watoto. Kwa hiyo mambo mengi inatakiwa vituo zote za mayatima wawe wanaangalia na wanaweza kudhibiti haya mambo ili watoto waishi kwa salama na kwa amani. Baada ya kusema haya, tunamwomba Mwenyezi Mungu tena kila mara kwamba atudumishie amani yetu Tanzania, tuletee mvua za kheri. Wale watangulia mbele yake Mungu lazima alapema, wale kwa wagonjwa Mungu awape afya, na waliokuwa hapa wote Mungu awape umri mrefu na afya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina yangu naitwa Matilda Charles Maenge, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi ya Arusha. Nilikuwa nataka niwaeleze kwamba tumefurahi sana kuhudhuria kwenye kufuturu pamoja. Pia tunasema asante kwa zawadi ambazo mmetupatia. Tumefurahi sana, Mungu awabariki. Asanteni. Tunawapongeza sana kwanza walioandaa tukio hili, kwa sababu watoto yatima, watoto ambao hawana uwezo, ni jukumu letu sote kama ilivyotajwa kwenye maandiko matakatifu ya Qur'ani tukufu. Lakini pia kwa upande wetu kama serikali pia tunatambua mchango wa taasisi za dini katika kuboresha ustawi wa watoto wenye changamoto za namna hii. Kwa hiyo tunawapongeza ninyi ambao mmeandaa tukio hili, lakini tunawapongeza pia watoto ambao mmejitokeza, kwa sababu kuandaa ni kitu kimoja na kufanikia kwa tukio lenyewe ni mwitikio wa walioalikwa kufika kwenye eneo hili. Nimeona hali ya hewa na mkurugenzi alikuwa na wasiwasi, lakini naona kadri muda unavyokwenda ukumbi unazidi kusheheni. Hii inaonyesha kuwa wote kwa pamoja tumekuwa na imani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kuthamini hiki ambacho kinafanywa. Nirejee kidogo kile ambacho amesema mkurugenzi hapa
kuhusu kuombea amani. Tunawaomba sana sisi kama serikali, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unaimarishwa, na ni kweli dunia imepata changamoto, lakini inapopata changamoto dunia ni kule tunapata changamoto sisi pia kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo wakati tunaendelea kuomba dua kwa mambo ambayo yanatokea ulimwenguni kote, lakini sisi kwa sehemu yetu kila mmoja akadumishe amani na usalama kwenye maeneo yake. Tudumishe upendo, tudumishe mshikamano, tuvumiliane kwa tofauti zetu za dini na mambo mengine ya kijamii. Na kwa njia hiyo tu ndio tutaweza kudumisha amani na tutaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa uhakika wake, kwa sababu pasipo amani basi kila kitu kinavurugika. Mwisho kabisa niseme tu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya uzinduzi wa mpango wa bima ya afya kwa wote. Ninaomba kutoa rai kupitia tukio hili, kila mmoja kwa nafasi yake. Utaratibu umewekwa kule kwenye ofisi zetu za serikali za mitaa, basi ni vema tunahakikisha kwamba kila mmoja anapata bima ya afya. Na katika mtazamo huo nikuombe sana mkurugenzi kwa uendelee kusaidia juhudi hizi, na pale ambapo kuna mtoto maskini sana ambaye hana uwezo, basi tuone namna ambavyo tunaweza tukawasaidia ili baadaye wasipate changamoto za kiafya zitakazoweza kuwafanya washindwe kutimiza ndoto zao. Na vile vile nitangulize shukrani kwa kaka yangu Ghulam Hussein na taasisi na mashekh na wageni ambao waalikwa. Hafla hii ni ya kipekee na haiko tuseme kama ya kawaida, na nadhani Sheikh Bashir amesha dondosha kidogo. Haya yote yanatokana na mafundisho kutoka kwenye maandiko matakatifu, iwe Biblia, iwe vitabu vingine, na ala alkhusus tutaizungumzia Qur'ani tukufu insha Allah. Kwa hiyo tunapoangalia katika Qur'ani na aya hizi ambazo ni maarufu sana, tunamzungumzia na tunaisomea na tunamsomea Bwana Mtume alipokuwa ameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, alam yajidika yatiman faawa. Mwenyezi Mungu amwambie Bwana Mtume, ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, je, hatujakuona wewe ukiwa ni yatima, lakini bado tumekuinua, tumekulea. Kwa hiyo ni somo moja au fundisho moja muhimu sana katika maisha yetu. Mara nyingi tunakuwa na masikitiko, ni kweli sisi ni wanadamu, ya kwamba mtu akipoteza mzazi au wazazi, lakini hapa Qur'ani yatupa moyo sana ya kwamba Bwana Mtume alikuwa ni yatima, lakini hatimaye amekuwa ni mtume, na mtume sio wa kawaida, ni mtume ambaye alikuwa khatimul anbiya, ambaye alikuwa ni mtume wa watume. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia kwa kirefu, kwa sababu sote tunamjua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumsalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa zake zote zinafahamika, maisha yake, uongozi wake kama mzazi, kama mlezi, na mifano mingi ambayo tunapata katika maisha yake, sina haja ya kuvirudia. Kwa hiyo kwa kifupi, sio kwamba amekuwa ni mtu tofauti na sisi, amekuwa mtu kama sisi, lakini amepanda daraja yake kwa ukaribu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalau akiwa ni yatima. Na aya nyingi zimefatana zikiwa zinamzungumzia kwa namna hiyo. Nitanguliza shukrani za dhati kabisa kwa
wa Sheikh Ghulam Hussein pamoja na wale walio nyuma yake akiwemo Sheikh Bashiri na walioko nyuma ya Sheikh Ghulam wote kwa kuandaa jambo adhimu kama hili. Kitendo alichokifanya Sheikh Ghulam au anachokifanya, kwa sababu si mara ya kwanza leo, ni mara nyingi, anafuata maelekezo ya Qur'anul Karim. Allah aliposema, aya ziko nyingi, lakini mimi nichukue aya iliyomo katika suratu Ad-Dahr au suratul Insan. Allah sema, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Sadaqallah. Haya maneno mufasirina walipotafasiria aya hii wakatuambia sababu nuzuli, sababu ya kuteremka aya hii. Allah anasema wa yut'imuna at-ta'ama. Hiki ni aya hii, lakini mazungumzo yameanza nyuma huko. Allah alikuwa akiwasifia waja wake waliokuwa wema. Miongoni mwa sifa za waja wa Allah walizokuwa nazo waja wema, wa yut'imuna at-ta'ama, wanalisha chakula ala hubbi. Ila ala hubbi ina aina mbili. Wanakilisha chakula wakipendacho, au wanalisha chakula kwa mapenzi ya dhati. Wanamlisha nani? Miskinan, wanawalisha maskini, wa yatiman, na yatima, wa asira, na wafungwa. Kisha wanasema innama nut'imukum liwajhi llah, hatuhitaji malipo kwa mtu yoyote, tunahitaji malipo kwa Allah peke yake. Kwa haraka hizi kada zote zilizotajwa kwenye Qur'ani ndizo anazoshughulika nazo Haji Ghulam Hussein pamoja na waliokuwa nyuma yake. Allah awatawilishie umri katika khairi. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا استجب دعواتنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا رزقا طيبا. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم أد ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج. صلوات.